Kwa mfano mimi mimi sizitoi taarifa, labda sijui naambiwa na mtu, sijui naambiwa na nani. Ni mwanaharakati kabisa wa Nigeria, kama ninavyoongea na wanaharakati wa Kenya. Kwa hiyo ameniambia hivi, ukitaka msaada haraka wa Marekani, kwa mfano kama ICC inachelewaga, ukifuatilia hata kwenye kumkamata huyu wa Kenya aliyeuaga 2010 na ngapi sijui 2007, yule ilichukua ndani ya miaka mingi kweli mpaka kupelekwa. Kwa hiyo itabidi tuanze kwa mfano kwa ushirikiano, tuingie kwenye hizi balozi yani ambazo za Marekani, tufocus hapo tu kwenye balozi za Marekani, tuna comment kwa pamoja, kwa wingi na kwa ushirikiano, na neno liwe moja. Kama mtu anaweza kuingia kwenye inbox, kwenye nini zake zile ambazo anazoziona, tuma video zile ambazo tunaendelea kwenye, bado mtu unaweza kaandika message ndefu kwenye kusukutekwa nchi inavyoendelea ya Kiingereza vizuri, anaweza kaikopi, tukakopi hata 10, 15, hiyo 100, 200, 300, 1000. Yani ni zoezi la muendelezo. Ndani ya mwezi mmoja tu majibu tunaweza tukayapata kwa ushirikiano. Lakini umeona hapo unachoweza kuongea. Jamani, endapo kama unaumwa dawa huijui dawa yake, hata akija mtu yote akakwambia tumia dawa hii, wewe tumia dawa hii, wewe tumia ili upone. Kwa hiyo mwisho wa siku dawa inaenda kukutibu, huwezi kuijua. Wewe tupambane tu hivyo tukutuma dawa zozote, yani dawa yoyote ambayo unayoamini. Basi sasa hivi hapa sisi tunaumwa, hakuna dawa unayojua wewe tukakutibu. Kwa hiyo pambane tu kutuma dawa hii, yani kila dawa. Sawa. Ujumbe uliumba. Kwa hiyo dawa yoyote hapa, watu wa jana mnakumbuka uko pale kwenye nani ya social, account ya social ndo tulitengeneza ule ujumbe kwamba una copy unaupeleka huko. Sasa sijajua unaweza kutumika huo, ni ujumbe mrefu ulioshiba. Mimi kuumwa mimi ugonjwa fulani, nimetumia kila design ya dawa, lakini nilipoenda kupona mimi sijui nimepata dawa gani ambayo ilienda kuniponesha. Kwa hiyo hata hii hapa tufanye kama ndo ugonjwa wetu. Kwa hiyo tujui dawa ipi tutaenda kututibu. Kwa hiyo tupambane hivyo. Tukisikia hichi tunafanya, ukisikia hichi tunafanya. Yani fujo, yani vululume. Chekani kuandika kuna shida gani? Tunaandika tunatuma. Tunaachana nayo. Tukifika kuna sikia nyingine hivyo. Yani tunapeperuka tu kama upepo, lakini msimamo wetu tu si wetu, lengo letu si ni moja tu. Kuangalia nini kinachofuata kwa mbeleni ndio basi. Ila tu kwenye matibabu haya tutafute. Ndani na nje tunapambana huku na huku kwa umoja. Kwa mimi nashauri tufanyeni hivyo. Yani bila kuchoka, tusichoke na kwa umoja. Yani watu hata tupange hapa kwa mfano live hii watu 70, live ya tunaingia labda kwenye live ya Marquis watu 100, tunaambiana pale jamani tuendeni kwenye, mtu anajua kabisa Trump kama huyo alivyosema Trump anatumia sijui mtandao gani, wote tuenao na kule tukienda tunajiona kabisa kweli, tuna comment kweli, tupo pamoja 100 200 ndani ya abdao, mwezi mzima tunajipenda tunapeana. Mimi naona ni wazo zuri, tulifanyie kazi jamani. Yani kila idea tunayopewa tuwe yani cha muhimu ni inahusu huu mtazamo wetu. Kwa kila idea tunayopata, tunayoambiwa tuifanyie kazi, tusishie tu kuongea hapa. Mimi naomba jamani, hilo ni wazo zuri sana, mimi nimelipenda. Tusilipuzie. Jamani, mkesha ndo huo hapo unakaribia hapa kikubwa. Jamani, ni kutoka jamani, ni kutoka taharuki. Watu wa Mtongani kwa Azizi Ali tayari watu wameshajipanga na watu wameshajikusanya mitaa ile, bodaboda pia wameshajipanga maeneo yale. Kwa hiyo yani ni kikubwa sasa hivi ni kutoka. Kijana yule kapigwa vibaya, kapigwa bonge la rungu, kapigwa, damu zimetoka, unaambua mpaka meno yametoka ya mbele. Kia uone kabisa kama umri wake na ile nguvu iliyotumika kumpiga ni kubwa. Tueni uchungu jamani na ndugu zetu, damu za ndugu zetu, unaambua mpaka meno yametoka. Sasa ni rungu la kiasi gani lile? Ni rungu la kiasi, maana yake ndakuwa wamepiga kwenye taya. Unaona? Jamani, hebu tusichoke, kwa sababu hakuna aliye salama. Tusichoke ndugu zangu. Mkesha unaanza leo. Vipeperushi ndo jambo la msingi, vipeperushi.
vipeperushi, ujumbe ufike. Kuna watu wengine hawana smartphone, ndio tuwafikirie wale ndugu zetu ambao wana smartphone. Wewe utaki kutoka kuandamana, bado umekesha pale kwenye stendi ya CGR pale Dodoma, au usafiri hakuna. Mnasema kwamba mnataka amani. Ndio amani ndio ile pale? Amani ndio kukalishwa chini? Amani umelipia tiketi alafu usafiri hauna na majibu ya uongozi wote hakuna? Mnatembezwa karibia kilomita kadhaa, mnaambiwa sijui treni inakuja afu haiji, mnatumia nauli zenu, mnapanda mabasi na kurudi da. Kweli ndo amani hiyo? Amani hamna maji, amani mafuriko. Unataka amani wewe? Mafuriko maji yanaoingilieni mpaka ndani kutokana na miundombinu mibovu ya serikali. Unasema unataka amani? Amani gani hiyo? Amani tunatekwa na kuuliwa, wewe unasema unataka amani? Hiyo amani wewe ni kichaa. Afu ni Mayuvi CCM wanakuambia sisi tunataka amani tu. Amani. Mabeberu hawataki. Mabeberu gani na kati mabeberu ndo hao watu weusi? Ndo hao watu weusi ambao wanatufanya hivi, ndo mabeberu wenyewe. Wakoloni weusi. Sasa si bora tungeteuliwa na mkoloni mweupe kuliko haya mambo yanayoendelea sasa hivi. Unasema sisi tunatunza amani. Amani nyoko. Hivi jamani, hata elimu basi ya nasari ya chekechele basi tuache hii elimu ya dunia. Elimu ya kuzaliwa nayo kwenye tumbo la mamako umekaa miezi 9. Ujifikiri kwamba hiki kitu mimi ninachofanywa ni mchezo wa kuigiza. Ufikiri kabisa. Mchina anaenda kupewa hiyo mradi wa Tazara kwa miaka 30. Unafikiri pale ajira zitaenda kwa nani? Kwa uongozi tuliokuwa nao mbovu. Ajira hizo huo mchina akipewa huo mradi wa kuendesha, mradi wa Tazara, mradi sijui wa reli hivi, tunafikiria ajira hizo zinakwenda? Kwanza mradi anaenda nao miaka 30. Pili, ajira zake zitakazotengenezwa pale sio wewe na mimi. Kama huko tu UVCCM, hata wewe tu UVCCM ajira pale upati, mpaka ushike makalio ya watu, mpaka wewe utekenye watu, ujichekeshe kama sana. Ndio maana baadhi ya nchi nyingi wa nchi mchina wanamkataa mchina. Yani kama uongozi hautakazana, mchina unapompa mkataba wowote, hata ile angalieni hizi ajira zao hizi nini watawa wanavyosema hizi wanavyopewa miradi ya barabara, angalieni vile mpaka vibarua wanakuwa ni wachina wenyewe, wanaenda kuwavuta nchini kwao mpaka vibarua. Lakini nenda katika nchi nyingine wakifanya mikataba, labda wamekuja kuwekeza, wamekuja kwenye mradi fulani, wanapewa masharti makubwa, asilimia labda 80 ya huu mradi tunataka ajira iziende kwa wazawa. Lakini mchina sio, mpaka unakuta mpaka wale wapishi wao unaweza ukawa unakuja nao kabisa kutoka huko China. Hizo ajira zinaenda kutengenezwa vipi? Na huo mradi faida inapatikana wapi? Na zinatufaisha vipi, kwa misingi ipi hasa? Tuamkeni. Yani mjinga mtupu unaoendelea. Eti tunatunza amani, sasa toki kuandamana, amani unatekwa. Kwamba unajijua kama utakuwa salama. Unajijua kabisa kwamba wewe umekiana mkataba na CCM kwamba mimi hawatanigusa. Mimi ni mtu special. Haujaingia tu kwenye mfumo, hujajaa tu. Haujajaa au walioandamana waliofuata majumbani kwao. Unaambia ni mengi na Mayuvi CCM. Kuna mama alikuwa nakatika naenda kwenye CCM, kauliwa mtoto wake. Mpaka sasa hivi nguo za kijana zote kachoma moto. Tunaelekea wapi? Kwa kuwa binafsi, kwa kujiangalia kwamba mimi sijauliwa au ndugu yangu hajauliwa, mimi niko salama, kwa kuendekeza uoga? Au tumepanga labda ni idadi ya ngapi ya watu wafike wauliwe ndipo sisi tupaze sauti? Mbinu hizo nyingi anazungumza. Kaongea huyu hapo Jacqueline. Wameongea watu kibao. Kila kinachokuja sasa hivi lazima tuende nacho. Tusipojikomboa sisi wenyewe, nani atatukomboa? Nchi itakuwa salama kwa misingi ipi? Tuamkeni ndugu zangu. Tuamkeni. Jamani, kama wewe kuna pale vipeperushi ameposti Brother Ruge kwenye peji yake ya Instagram. Tuendeni pale tukafollow ile peji, tuende pale kwenye ile peji ya Instagram, kaweka posti kama zote. Posti ni nyingi na vipeperushi viko pale. Una nia ya kuprint vipeperushi na kuvisambaza, nenda kwenye peji pale ya Ruge B 2025, kafollow zile peji. Ni kama vile tunasema ni za Sativa, peji ni kama Nuruvazi, peji ni kama kina Mwaipaya. Kasema anataka pushi, anataka peleke moto Instagram mpaka kieleweke. Ni sisi sasa wenyewe kwenda kwenye ile peji yake kufollow pamoja na kucomment na kushare na watu wengine. Inaitwa Ruge iko Instagram, inaitwa Ruge B 2025.
Twendeni pale tukafollow. Kama we mzalendo hautakumbushwa kwenda kwenye hii akaunti kwa ajili ya kufollow, kulike na kukomenti. Unapofanya hivyo ndo akaunti inakuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kupitia Meta. Tusipofanya hivyo tutakuwa tunarudishana nyuma. Tunatakiwa tupush peji kama hizi zenye mlengwa mmoja na sisi. Nimeiweka hapa. Inaitwa Ruge B 2025. Nadhani huyu brother tunamfahamu, anapiga nondo nyingi sana akiwa anapanda live. Sasa twendeni kufollow kwenye peji yake. Amesema atapambana, atapeleka moto vibaya. Na akipanda uaga tunamsikia. Twendeni jamani waungwana, twendeni wazalendo. Ni hayo tu mimi. DJ Dick, asante sana. Na hapo tukuongezee tu dada yetu kwamba tufikirie wote jamani. Nchi yetu sisi hapa inalindwa na mipaka. Haituamini sisi wananchi na sisi hatuamini. Nini kitakachoendelea hapa? Wenye nguvu ndo atakaweza kuingiza silaha ndani. Na maana serikali inaweza kaingiza silaha ndani. Kama iliweza kupitisha kule pale bandarini na watu wakapiga sana kelele hawaposikia. Je, huo uwanja ulioweza kuuzwa hao wageni hao tunaamini kama huo kama Kia imeshakabidhiwa kwa wauni, mwisho wa siku hao akitaka kufanya jambo lolote ndani ya nchi yetu, nini kitakachoenda kutuponyesha sisi hapa? Tupambane jamani, tuikomboe nchi yetu. Uwanja inabidi urudi kwa wananchi, ukae chini ya miliki ya serikali. Hivi serikali inaogopa nini kumiliki vitu kama hivi vikawa chini yao hadi wanaanza kugawagawa? Nini kinachosababisha hadi wanagawagawa miundombinu yetu? Yani tunakuwa kama vile wajinga pumbavu hivi yani. Sometimes tunakaa tunajifikiria, tunashinda hata kupata hata jibu lililo sahihi. Yani kwanza hapa mtani kwetu nimeona kwamba watu kwa wanashangilia sio goli nini, iko siku nichukue bomu niwarushie huko chini kwa sababu hapo bondeni nitawarushia mimi huko. Wewe waache tu. Yani wajui kama unaponikera mimi nikikaa huko juu unavyosikia mikelele hiyo. Hatuna tu nguvu tu. Jamani, huku bado watu hawajafika kabisa. Inatakiwa hii akaunti ili neno new itoke. Ikisha toka neno new, basi akaunti yake itakuwa inafanikiwa, itakuwa inasambaa sana kwenye mitandao huko. Itakuwa inasambaa kwa sababu Meta wenyewe wanakuwa wanaiposti sana. Kama wewe mtu ambaye unakuwa unafuatilia peji za siasa, hii peji nao inakuwa iko posted sana na wenyewe Meta wanakuwa wanaipush. Lakini mpaka ile neno new litoke. Neno new linatokaje? Tunatakiwa tu comment kwenye hizi posti, tunatakiwa tu like page zake pamoja na kufollow na kushare na watu wengine. Linatoka haraka sana. Tufanyeni hivyo. Mzalendo wakumbushi kufanya hivyo. Page inaitwa, naona host hapa ameitagi, inaitwa hapa ni Ruge B kama sijakosea 2025. Tufanyeni hivyo ndugu zangu. Hizi page ndio za kuzifuatilia saizi. Wanazishambulia kila siku. Ameweka posti mpya nimeiona hapa na kuna vipeperushi vya maandamano. Unataka kuprinti, chukua kipeperushi hapa, kaprinti mwenyewe, sambaza unavyoweza. Twendeni jamani kufanya hivi kitu, kumfollow huyu kaka hapa. Nyinyi Watanganyika, ondoeni akili ya kuendelea kuiweka CCM madarakani, ya kuendelea kuiacha madarakani. Narudia, hakuna mradi wowote Ngorongoro unaambiwa eti karibu Uarabuni. Unaambiwa karibu Uarabuni kwenye nchi yako ya Tanganyika. Mura, tuko serious kabisa. Mnafikiria ndugu zetu wengine wanaoteka wanapelekwa wapi? This time wanachukua mpaka viungo vya ndugu zetu wanaowateka. Watu wanauza viungo vya ndugu zetu. Usishangae mtu akatekwa hata ambaye hajakosea, ambaye hajaizungumzia CCM, ambaye hajaizungumzia serikali, kwa sababu wako kwenye biashara ya viungo. Sisi tunaendelea kukaa na umaskini wetu, maisha magumu, Unakuta baba mkulima,
Unakuta mama sijui anauza vitumbua asubuhi, kelele tu asubuhi, unapigia watu kelele, wai vitumbua vya leo vya moto. Huyo ni mama yako, ana zaidi ya miaka 60, anasumbua watu, anapigia watu makelele madirishani, anauza vitumbua. Mtoto huko mjini na lisipika, tunasajili laini za Voda, Airtel, Tigo, vocha bure kabisa. Baba fundi basikeli, dada huku anauza kachori, sijui anauza nini mashuleni. Yani nyumba yenu nzima pale, wadogo zako, wewe, mama, biashara mnazozifanya, mkijumlisha mapato yenu kwa mwaka hayafiki hata milioni 5. Zaidi ya watu 10 mkifanya biashara zenu zote hizo, mapato yenu hayafiki hata milioni 5 kwa mwaka. Alafu mnajiona mko sahihi kwenye hii nchi. Mnajiona mko sahihi, hamjachoka hayo maisha nyewe. Mnafika usiku, yani Mtanzania anafanya kazi kama umbwa. Ikifika usiku anarudi nyumbani amechoka, yani ni anahema. Utamkuta huyu sijifundi gereji pikipiki, migirisi tu amejipakapaka. Mwingine sijui mchoma mkaa, mwingine sijui mpiga debe, mwingine sijui anauza sijui vitu gani, sijui mafuta, sijui, yani shida tu. Maana biashara zingine ni fujo, sio biashara, ni fujo. Yeah. Mtu mekaa stendi, mtu linakuja mara limebeba makashata, limebeba libirika, yani mtu anatembea na moto. Halafu wengi ni UVCCM. Mtu anatembea na moto, itamebeba sijui kahawa, vikashata. Atakukuta umekaa kwenye gari unasafiri, atakuja kwenye kioo, pata kashata, pata kashata. Unamwambia mraa, mimi nasafiri, mambo ya kashata wapi na wapi, kahawa wapi na wapi, mimi niko safari. Ujamalizana na hilo, lingine linakuja, maji baridi, juisi, biskuti, maji baridi. Nendeni kule stendi mtaona, ndio biashara, hata mtaji 20,000 haufiki. Halafu wengi ni UVCCM. Wengi ni hizo umbo UVCCM, wengi vijana wa hovyo ambao wana biashara ambazo hata makusanyo kwa mwaka hafikishi hata milioni 5. Wengi ni UVCCM au umbwa. Tunawateteeni hapa. Kwa sababu mimi UVCCM ni naye mmoja pale nyumbani, nilijinga limoja hivi. Linauza miwa, likibadilisha miwa, linauza labda, likibadilisha miwa, labda liuze, linauza nini hivi? Mahindi ya kuchoma. Ukiliuliza mtaji hata 30,000 haufiki. Nenda stendi hapo, walivyochoka UVCCM. Wengine wapiga debe. Utakuta wanagombania mpaka 200. Oya banangu, nipe yangu hiyo 200 bana. Wewe nimejaza gari, unanizuruma 200 yangu. Unakuta pale wamechoka, linaongea moshi unatoka, yani yamevuta masigara, linaongea moshi unatoka mdomoni. Panda ile la mbezi, ile kimara. Oya hii mbezi, hii ubongo kali yako ili siti ile pale babu, sogea. Mnapango kwenye daradara kama mishikaki, ili tu apate 200. Ili tu apate 200. Hao ndo maisha ya Tanzania. Usiku likilala jitu kama hilo linaota tu kama linakimbilia madaradara. Lijitu kama hilo usiku likilala linaota ile kazi anayofanya kwa shida. Kama niliuza kahawa na kashata, linaota linauza kahawa, linakimbiza kashata kupeleka kwa mteja. Ndo maana maskini tukilala tunaota ujinga, upumbavu. Mwingine unaota mwanaume, unaota unapelekewa moto, unaota sijui nyoka amejibirika mwilini, unaota shida tu, silale kwa amani. Unatafuta riziki kwa shida, unaenda nyumbani kulala, unalala unaota upumbavu, unaota mateso, unaota mahangaiko. Hulali tena kwa raha, unalala kwa shida. Mimi kuna siku niliwauliza hapa, mlishawahi kuona tajiri ana ndevu puani? Sikupata majibu hata moja hapa.
Angalieni maskini tulio wengi, ndevu mpaka puani, ndevu mpaka kwenye masikio, ndevu, tuna nywele nyingi mwilini. Yani ndevu zinaota puani ili ufe mapema uondoke, una faida duniani. Toka kapambania Tanganyika yako, upate ajira, upewe ajira. Kama ni kilimo, tupewe, tuna ardhi kubwa. Tulime kilimo cha kisasa, tuuze mazao nje ya nchi. Tuache kuota ndevu puani. Unakuta mtu ana nywele mpaka mgongoni, mpaka puani. Unamuuliza, mra, kana wewe hizi nywele? Uko wetu bana. Uko wetu sisi tuna nywele nyingi. Nywele nyingi wapi mra? Huna hera. Mbona kila Kikota wana hizo ndevu puani? Huna hera. Wakina Wasira na masura yao mabaya yote yale hawana ndevu puani. Sisi maskini sasa, ndevu mpaka puani. Ili tu upumue kwa shida tu. Yani kikitokea kigonjwa, ukauma ka ugonjwa kadogo tu, kwenda rara. Yani maskini tumekuja tuteseke tu, tuhangaike tu, tufe. Yani hata wakiwa nasoma risala lako, wanasoma historia ya maisha yako, ni maisha, yani ni historia ya kuteseka, mwisho wa siku kifo. Utasikia alisoma mpaka darasa la 7, hakupata hera, akaenda akawa mvuvi, hajapata hera, akufanikiwa, akarudi akawa mfugaji, mambo yakagoma, akawa mkulima, akabahatika kuoa. Utasikia maskini ana watoto wengi. Ndio uwezo tulio nao sisi, kuzaa mapenzi. Hatuna historia ambazo yani ukifa historia inasomwa. Nendeni muangalie wenzetu kule, hata pale Bukoba. Historia unasema mpaka unasema huyu mtu ni Mtanzania kweli. Alimaliza sijui la ngapi, akaenda darasa la ngapi, akaenda mpaka form 4, elimu yake ya chuo kikuu amemalizia Uholanzi. Safi kabisa, safi. Mpaka wanapiga makofi. Msiba nadhani kama vile rais ameshuka, rais wa nchi nyingine kashuka. Sisi msiba wetu anachinjwa kondoo, msiba wetu anachinjwa mbuzi. Yani hata hela ya kununua ng'ombe tu. Yani msibani kwako ni kama tu limekufa liumbo fulani hivi, takataka. Kwa sababu CCM imeamua tuwe na maisha hayo. CCM imeamua tuwe na maisha hayo ya kuzaralika mpaka unakufa. Yani unakufa huku unazaralika unaenda. Yani ushakufa. Utasikia acha atapumzike bana. Amepiga amekuwa fundi basikeli miaka mingi sana huyu mzee. Eti acha pumzike kwa amani bana. Huyu mtu amekuwa mkulima miaka mingi, alafu alikuwa apati mazao. Yani maisha yako mpaka unakufa ni kichekesho tosha. Ndo wa Tanzania maisha yetu. Dada zetu hivyo ukifa unasikia acha pumzike. Huyu mtu amedanga huyu mtu. Acha pumzike. Dada zetu wanaojiuza mpaka kwa 3,000, wanaojiuza kwa 5,000, 10,000, wanakutana na majamaa ya gereji. Yana pulling za kutosha kwa babake, yanawapelekea moto. Huyo dada akifa, watu wanashukuru eti acha pumzike. Huyu mtu amedanga hizi. Huyu mtu amezunguka mabaa. Huyu mtu amejiuza mpaka kwa acha Mungu ampumzishe. Tajiri akifa watu wanalia, wanasikitika. Wengine wanahakikisha, wanajua kabisa ajira zetu tumekosa. Huyu mtu amekufa. Tutapata wapi ajira? Wengine wanalia, huyu mtu ndo alikuwa anatusaidia. Umuhimu wa tajiri akifa unauona, umuhimu wa maskini akifa unauona. Maskini akifa, kesho siku ya pili tu ashamsahau. Tajiri akifa, msiba unaweza ukafanywa hata wiki 3. Watu wamejaa kwenye huo, kama ni kwake, watu wamejaa hapo nyumbani. Kufa sasa, wewe Mtanzania wa hali ya chini ambao umedidimizwa na serikali ya CCM. Kufa uone.
ukaona tajiri lini anaota ndevu puani? Ni sisi mimasikini ndo tunaota ndevu puani. Nakuta ni mtu anakuja DM kunitisha, eti unaongea sana, ole wako kanyage Tanzania, utakura ya kichwa kubabako. Ukienda kuliangalia kwenye profile yake, li mtu lina sura mbaya. Lingine unakuta sura kama kichuguu, yani sura kama imeunguzwa, kama imeliwa na mchwa. Yani anahitaji msaada wa haraka kwenye maisha yake. Alafu eti ananitukana. Hebu huyu msimblock huyu umbwa, mumumute aendelee kusikiliza Nondo. Mariamu Magusha. Awe hebu tuendene kwenye nani yako tumchungulie. Ndo haya nayozungumza hapa. Nimelichungulia nyingi. Nimelichungulia kwa sababu nilibaya, nilimama mmoja sijui lirevi. Nimepita tu nawapa hai tu. Kuna sehemu naenda, kuna kipindi kangu kidogo ka saa 1:30. Nitarudi. Nimemtandika Nyundo muda mrefu tu, sasa natuletea gozigozi hapa. Okay, mimi nimepita tu kidogo, ninasema huwa siku hizi nimeanzisha nani, sio kwamba nimeanzisha, ni kwaga na kipindi fulani. Sasa watu wengi wamenizungua, na watu wengi sana, na grupu lina watu 1000. Sasa miezi 5 napiga nondo za siasa. Sasa kidogo saa 1 nimewaomba nitakuwa nazungumza pale kama saa 1:30. Umeona? Sababu tangu mwezi wa 8 nadhani tunakiwasha tu, hatujapumua mpaka leo. Sasa nilikuwa nimestop kabisa. Kwa hiyo nimepita tu nini. Tuendelee. Dakika 5 tu. Na eti hata dakika 5 tu za Nondo rafuko. Nondo kama kawaida, Nondo aziachi kupigwa. Nondo sinamsikia Mtanzania anadai kwamba msiba wanachinja mbuzi. Ni kweli? Tena wewe umewapa sifa. Chinja mbuzi au nakula ngozi kwenye msiba? Anyway, jamani, kula dagaa. Dagaa kusama dagaa. Tuko vizuri. Kwanza tuko vizuri. Yaani upepo wa ushindi upo kabisa. Sema tu sisi hapa tunatishana tu. Lakini hao wanaotafutwa kwenda kunyongwa huko ICC wana wasiwasi kweli kweli. Ile kamati walioichagua ya yule jaji yule anayezurura kulazimisha watu mpeleke ushuhuda, si mpeleke mashahidi. Peleke ushahidi wa wapi wakati wanaua? Siku ile video zote zinaonyesha, si kila mtu ana simu. Nimeisoma ile ripoti ya Mage Kimambi. Ni kweli, mkifanya makosa mkapeleka eti video kwa wao walioteuliwa na Samia, mnakamatwa, mnauliwa. Wanataka kufanya kampeni kama aliyofanya Uhuru Kenyatta. Acheni kabisa. Hawa wameangukia pabaya, wamefanya mauaji kwenye kipindi cha teknolojia. Yaani hapa wakinusulika wakufungwa, yani sijui ni mkono gani utawa nini. Wanataka kutumia mbinu waliotumia Uhuru Kenyatta kuhakikisha watu wote walioorozeshwa kule kwenda kutoa ushahidi wanauawa. Ndio maana mnamuona nani hapatikani kwenye, ndio maana mnamuona Abili hapatikani kwenye live. Ni mmoja katika mashahidi, nadhani aliwahakikishia kabisa kwamba ameweka nini ile hati yake. Nadhani si aliwaambia hapa kwenye live karibia mara 3. Abili aliwaambia amepeleka kila kitu chake, passport zake, nini, kila kitu kama shahidi namba 1. Sasa wanataka kuwamaliza wote ambao wamepeleka kule, na wengine wanataka kuwajua ni kina nani, kwa sababu kule walioenda kule ni wengi, sio Abili peke yake. Wao wanataka kuwajua ni kina nani ambao wamepeleka kule zile video, kina nani waliopeleka hiyo. Ndio wanataka kuwapoteza ili kule asitokee mtu akaenda kutoa ushahidi kule The Hague. Mnaona hii kama walivyofanya wakina Uhuru Kenyatta na huyu rais aliopo saizi wa Kenya.
Sasa kwa sababu sisi wamekuja kwenye kipindi cha teknolojia, achomoki mtu pale, wakina mafwele hawa, wakina Mkunda, achomoki mtu. Tuendeleeni tu sisi kupiga nondo na kuomba maombi. Lazima na sisi Mungu atatusikiliza tu. Haiwezekani watu 10,000 wamekufa, alafu waliokufa vijana kuanzia miaka 18 mpaka 25. Kweli? Alafu kuna mtu anatokeza hapa na anaanza kusema eti mama mitano tena. Kweli? Unaua watu kuanzia miaka 18 mpaka 25. Kweli? Ambao ndio damu, hao ndio vijana ambao na nguvu ya kuokoa taifa. Miaka 18 kwenda 20, yani ni umemkatili mtu maisha yake. Ndio kijana aliyekuwa anawaza mimi baadaye na mimi nitakuwa baba, na mimi baadaye nitakuwa babu. Unaenda unamuua. Alafu unatokeza hapa mtu unaanza kusema kwamba eti ameupiga mwingi. Kupiga mwingi, kumwaga damu za watu. Na nyie mnaotumwa kwenda kutushambulia sisi, nyie mnaofungua viraibu, hivi mna akili timamu kwa kweli kumtetea mtu aliyeua watu 10,000? Hivi mna akili timamu kabisa? Alafu na hii kampeni yao ya kusema eti mtu anayeongea auliwe, eti wakijenga kwamba watu wataogopa, wataacha kusema. Msiache kuongea. Tuko milioni 70 Watanzania ambao wamtaki Samia wako zaidi ya milioni 60. No comment. No comment. Nikisema no comment mniamini. Zaidi ya Watanzania milioni 60 hawamtaki na hawaitaki serikali ya CCM. Ukitaka kuamini hivyo, waambieni waache kuteka, waweke watu wawe huru, uone. Watu wanajenga hofu tu kwa sababu anaogopa kufa. Sisi tunaongea nao wengi. Tunaogopa kufa, inabidi tuwe ndumila kuili tu huku kama nini, lakini hivyo. Kuna watu wanashinda na redio kusikiliza hizi nondo. Kuna watu wanashinda na redio wa CCM. Wakisikiliza hivi wanapata ahueni ya maisha yao. Wakisikiliza hizi nondo wanapata kupunguza mioyo yao. Wanasema kumbe bado tuna watu wa kutusemea. Siku tukiacha kabisa sisi, tutawafanya na watu wa Tanzania wawe na huzuni. Kuna Watanzania wakikaa na viredio wakitusikiliza sisi na visimu vyao, wanapata ahueni mioyoni mwao, kwamba kumbe kuna watu bado wanapambana lakini tukikaa kimya tutawaumiza hata wale walioko nani. Kuna watu wanatusikiliza sisi wanapata ahueni, kumbe ipo siku tutashinda. Kwa sababu yalioko yote ni mabumunda. Nimewaambia yote hayo naofungua live. Ndio maana hata Mungu hayapi baraka. Ndio maana unawakuta yako 40-50. Nitafutieni live yoyote ambayo inasema kataa maandamano yenye watu 500. Yenye watu 400, yenye watu hata 200. Nileteeni hapa kama mtaipata. Ukikuta live ya vile hata imepata watu hata 20, ni kwamba amepanda mtu mmoja wa upande wetu sisi, anabishana naye yule wa upande wao. Ndio inaweza ikaongezeka ile demand. Yani ile live ikapanda thamani. Ile live yao ili ipande thamani ni lazima wachukue mtu mmoja kutoka huku. Lakini wakiongea wao kwa wao wanakuwa wanadidimia. Kwa sababu nini? Hakuna point. Wale wanaoongezeka wanaenda kusikiliza yaliyo ya kweli. Kama tunavyoongea sisi. Sisi hatuna tunachoongea uongo. Tunaongea ukweli. Watu hawatekwi. Nyie UVCCM mliopo hapa mbumunda nyie. Nyie mliopo hapa. Ripotini live. Amteki watu? Amuui watu? Kuna tume huru ya uchaguzi? Au wabunge wamechaguliwa na nani? Maboksi tulione anaibiwa. Kwa nini rais aliapishwa kwenye kambi ya jeshi? Mtujibu. Maiti za watu ziko wapi? Ziko wapi maiti? Haya maswali ambayo namuua miajibu. Majibu yenu mnaanza kumanyoko, shenzi, likija liueni. Yani hakuna mwezi kujibu, mmebaki kuua, piga, ujinga tu. Wakati mwingine unaweka posti, unaandika tu vimaneno vyako, Mungu yupo na tutashinda. Mtu linaanza kutukana matusi kuanzia mwanzo, alafu ukienda kwenye peji yake eti kavaa kibandiko ana swali,
Lakini ukiangalia huko alivyonitukana mimi mpaka unasema Saidi ni shetani tu, najificha kwa mgongo wa dini. Nendeni kwenye posti zangu utakuta kabisa mtu ana swala 5 eti huku kanivurumishia matusi ya nguoni huku. Yaani unashindwa hata kumuelewa sasa yuko upande gani. Sisi tuendeleeni kupiga nondo. Hizi nondo msione hivi, zinawagonga kwenye magoti, wanatepeta, wanatepeta kweli kweli. Kwa sababu wao wanataka tusahau. Sisi tunavyoongea hivi haisahauliki. Wamekuja na Harmonize na Kajala, tumepiga chini kudadadeki, tunapiga nondo tu. Ukienda kwenye comment unakuta comment ya 40 mwisho kudadadeki. Hakuna kuwasapoti. Pigeni nondo kule kwenye makajala manini, peleka maneno yetu, peleka manondo tu. Kwenye comment weka zile maiti. Kwenye comment piga, yani hamna kuwapumzisha. Tukiwapumzisha watapata nini? Wanakuja na mbinu mbalimbali. Wewe mpaka Msigu anamwambia Harmonize rudiana na Kajala basi ili watu wasahau msiba. Pumbavu kabisa. Hakuna kusahau msiba. Tena hizi show zao nimeshawaambia. Show zao ndio pa kuanzia maandamano. Siku akijirenga msanii akafanya show Dar es Salaam, maandamano yaanzie pale pale. Huyo Msigu atafanya sana hiyo si nini, atawaambia sana wasanii. Badilikeni wa Tanzania. Hayo masanii ndio yamewafanya mnakula ngozi. Ndio yanafanya mnakula ngozi. Tena siku hizi hatusemi ngozi, mnakula mikanda na mikoba. Mnakula wallet. Mmoja alisema mnakula wallet. Tukisema mnakula wallet na maana miaka ya nyuma sisi wakati bado wadogo, ngozi zilikuwa zinatengenezwa mikoba, mikanda, wallet ziweza kuwekea hela. Wauliza wa umri wangu. Morogoro Shoes zilikuwepo. Tulikuwa tuna maduka yanaitwa Viatu Bora. Waulize watu wa umri wangu nani amevaa viatu bora hapa. Tupo wengi hapa waenga. Tumevaa viatu bora. Unaenda pale na baba yako, unachukua box, unajaribishia, safi kabisa. Sasa hizi eti teknolojia imepanda Tanzania, tunakula ngozi. Sasa hizi teknolojia iko juu. Sisi tulikuwa bado watoto wadogo kabisa, ndio bado tunasoma shule ya msingi, tunaona kabisa kiwanda kinatengeneza mikoba, mikanda na nini. Sasa hizi teknolojia imepanda, Watanzania wanaila mikanda, wanaichemsha mikanda na kuila na mikoba na wallet. Alafu mnakuja kutuambia eti tumepiga hatua. Tumepiga hatua ya wapi? Tupiga hatua tunakula mikanda sisi? Nenda kila sehemu watu wanakula ngozi. Hizi ngozi ukienda huko wanapochinja zinagombaniwa zikaliwe. Wakati zamani watu wanaenda kuuza vitengenezwe malighafi. Alafu mnakuja hapa mnapiga kelele. Ni kweli. Fanya tafiti. Watu wanakula saizi ngozi. Fanyeni tafiti. Nchi iko wapi? Tupigeni kelele walete maiti zetu tukazike, wasiteke watu, na hatutaki kabisa uchaguzi uliofanyika. Hatutambui mbunge yoyote. Wote ni batili. Alafu mnakuja hapa nyie kata maandamano. Bandari mmewapa Waarabu. Leo tumesoma Wachina wamepewa lile la Tazara. Migodi yote wamechukua wazungu, si gold mine wapi, Nyamongo wapi, Fred Williamson kule Mwadui kwenye maharumasi yote ameshikiliwa na watu. Mchana niliwaambia, kwa nini tusimpe hata nchi ya Morapa? Amorapa na Ambaruti. Wachukue nchi. Kwa sababu sasa wanaongoza nini? Kama bandari ana Mwarabu, reli ina Mchina, mamigodi yana wazungu. Wanaongoza nini hao kina Mwigulu Nchemba? Wanachoongoza ni nini? Kaeni nyote. Wanaongoza nini? Vitu vyote vimepewa watu. Kuna haja gani ya kuwepo wale? Si wapi apewe Amorapa tu. Apewe Amorapa na Ambaruti. Tujue tunatawaliwa nao. Kuna nini? Wa Tanzania kuna nini? Reli amepewa Mchina jana miaka 30. Bandari amepewa si miaka singapi. Buzwagi ina mzungu. Sijui gold mine kule wazungu. Kila mtu kapewa chake. Hapa Bongo wanatawala nini? Wanatawala nini? Wanakamata vimeza vya nyanya chungu na bamia. Zote wamegawa. Zote wamegawa.
Nchi inafikia stage ya kuuza watu. Nchi inauza watu. Mtabisha sasa UVCCM, mtabisha. Mnauza watu. Si mmeuza Wamasai. Maana yake nini? Ni kuuza watu. Kama umeliona eneo kabisa wanakaa watu, wana generation pale, ukafika ukapauza, na maana umewauza. Alafu mnyewe mnapiga kelele tu hapa, sijui nini, kuna utawala gani? Na Wachina hakuna mwekezaji mbovu kama Mchina. Na waambieni wa Tanzania, Wachina waliwekeza bandari si wapi, si Zambia wapi huko, si waliwekeza huko, wamenyanganywa wale wa Zambia, si kati ya nchi mbili, kati ya Zambia si wapi huko, Wachina wameibeba kabisa, na wanazuia pale kukanyaga mtu, wanasema hapa ni kwetu. Mchina huyo, mimi nawaambia, alafu mnasema wazungu wabaya, wazungu wabaya. Mchina wewe, huyo Mchina sikachukua ile Tazara, subiri sasa uje wazozane pale, wanakuambia reli ni ya kwetu, udadadeki mle, mpaka ndani ya treni yatabadilishwa maandishi, yatawekwa ya Kichina. Mtawaambia nini? Si ya kwao. Wachina ni washenzi. Alafu tunapiga kelele tu hapa, mnakuja hapa mnapiga kelele. Zambia si wale Zambia si wamenyanganywa bandari kule. Mchina amesema hakuna kukanyaga, kudadadeki na ndani ya ardhi yenu. Alafu tunapiga kelele hapa. Huu utawala uliopo, hiki chama kilichopo, kilitakiwa kiondoke siku nyingi sana, ili tuishi vizuri. Ili tuishi vizuri. Leo namsikia waziri mkuu anakuambia kwamba eti maji ni tatizo la kidunia. Maji ni tatizo la kidunia. Maji ni tatizo la kidunia. Wakati tumezungukwa na maziwa mangapi, ananiambia tatizo la kidunia. Maji ni tatizo la kidunia. Au tusema sisi hatuwezi, hatuna teknolojia, tunashindwa kuyatoa maji ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, si huko kaskazini huko, si kuna ziwa nini, si Eriasi, si nini huko Arusha. Sisi tuna shida ya maji kweli? Leo waziri ananyanyuka kabisa, anaropoka mdomo eti kwamba tatizo ni la maji ni la kidunia. Na Waarabu wasemeje ambao wana majangwa? Alafu mnakuja hapa mnapiga kelele, badala kwenye live zenu hizo kataa maandamano, pigeni nondo, msituchambue sisi. Mnashindwa kupiga nondo, mnaleta waganga kienyeji. Eti waje waturoge. Utaloga upande wa haki tangu lini? Utaloga watu, tumechagua upande wa Mungu. Utaturoga vipi? Tumechagua upande wa Mungu. Yoyote anayeshiriki hapa amechagua upande wa Mungu. Tumechagua upande wa haki. Utaturogaje? Utaturoga vipi? Tumechagua upande wa haki. Wakurogwa watabidi warogwe wale ambao wamechagua uongo. Ni waongo. Tangu lini ulishaniambia eti amani, haki inatakiwa, eti tunaomba tu nchi, tunaiombea amani tu nchi, tunaiombea amani tu nchi, tunaiombea amani nchi, unakula ngozi. Wenzako wakina Abduli wanakaa wanaenda kula makuku kule kwa lile Japani linaochomaga manyama Dubai. Wewe unakuja kutuambia tunaiombea amani. Utaiombeaje amani wakati hakuna usawa? Gepu la tajiri na maskini ni kubwa mno Bongo. Mbunge mnampa zaidi ya mamilioni 700, wakati mwananchi kima cha chini 300. Alafu mmekaa tu na Tanzania, mmekaa tu mnaangalia tu. Ulaya watu hawazidiani mishahara hivyo. Mpaka Bahamedi anakaribiana na mtu aliyesoma. Ulaya wanazidiana kidogo, 100, 200, 100, 200, 300. Sisi gepu letu kubwa kweli kweli. Gepu ni kubwa. Walimu ambao ndio wanafundisha watu, nchi zilizoendelea mwalimu analipwa mshahara mkubwa kweli kweli, kama Europe hapa. Yaani mwalimu na nesi wanakula hela nzuri hasa. Dokta na nesi na walimu wanakula hela nzuri hasa. Lakini sisi Maalimu ndio mazumbukuku. Maalimu ya Bongo ni mazumbukuku, ndio wanaojazwa kwenye malori kwenda kujaza mikutano. Majinga, mabumunda, afu yanatufundisha sisi, wakati yenyewe ni mabumunda yanajazwa kwenye malori. Angalia lile mwalimu lilisahau mpaka pa kukojolea. Ninyakue nikakojoe. Mwalimu huyo amewekwa kwenye reli, kwenye lori, ameanguka. Nendeni kwenye mitandao mkamwangalie, mwalimu analia, anyakuliwa akakojoe, wakati cha kukojolea anacho, kachanganyikiwa. Ndio tunavyofanywa sisi hivyo. Walimu wanakusanywa kwenye malori na wanafunzi,
kwenda kwenye mikutano, alafu wanasahau mpaka pa kujolea. Nendeni kwenye nendeni kwenye mitandao mkamuone huyu. Hao ni walimu na hayasikii, kwa sababu yanatishwa, serikali ya vitisho. Usipoenda kwenye mkutano wa mama unafukuzwa kazi, linabidi liende. Nchi gani sasa kama hiyo? Hatukubali, lazima tupige kelele. Hapa tulipo sisi hapa 377 tuko kwenye maandamano, kwa sababu hizi nondo tuko kwenye maandamano. Ndio maana wanakasirika. Niwaambieni kitu, kipindi tulipokuwa tunapiga zile nondo za moto zilizokuwa zinaingia, walizokuwa wanasikiliza mpaka wa mawaziri wanasikiliza, walienda TikTok. Msigu alienda TikTok kuhonga, walikwenda kuhonga TikTok. Ndio maana mlikuwa mnapigwa ban, permanent ban, bila kuingia kwenye live. Hakuna sheria hiyo TikTok ya kukupiga wewe permanent ban bila kuingia kwenye live. Amkushangaa Watanzania, walikuwa tu Watanzania peke yake tu ndio walikuwa wanapigwa permanent ban bila kuingia kwenye live. Mlikuwa mshangai? Nimepigwa ban, permanent ban mara 16 bila kuingia kwenye live. Zingine nimekaa tu, sina hata haja ya kuingia TikTok, naiona tu juu inaniandikia permanent ban. Hebu fikiria, kulikuwa kuna hicho kitu gani? Mimi sijai kuona kitu kama hicho. Nimekuja kumuulizia juzi mtu wa huko, ananiambia bana, ile kitu tulilipa, mkataba umeisha mkataba. Ndio maana mpigwi bani siku hizi zile, tunapigwa bani zile za kawaida, warning mara 3. Zamani kulikuwa kuna warning. Muulize mtu aliyekuwa anapandisha live, hakuna warning. Ukipiga tu nondo umepitiwa, ukipiga umepitiwa. Tuliwapiga nondo kweli kweli. Kipindi kile cha kinaabiri na walipigwa nondo kweli kweli. Sasa hivi kwani mnaona hiyo? Sasa hizi analetewa warning, one love, tunapiga makopa. Warning ya pili tunapiga makopa, inakatika, tunaanza moja. Lakini zamani inakuja tu permanent ban, umeondoka. Angalia walivyokuwa wanawanyima uhuru wa Tanzania. Sasa hivi wamewawekea VPN, nasikia sijana imerudishwa. Kwa sababu wanajipa moyo, wanaona labda kama hawa watu wameferi. Hapana. Unaona kama leo wapi bodaboda ameuliwa. Itakuja tu taratibu tu, surprise itakuja tu, sababu watu wanachuki na serikali. Hakuna anayeipenda serikali. Kwa hiyo yatakuja tu maandamano, ni mpaka serikali itoke, itamke. Serikali inayochukiwa na wananchi iko siku tu. Mimi nawaambieni, iko siku. Nchi ya Irani ni nchi ambayo ina misimamo kweli kweli, lakini nendeni mkasome habari za Irani leo. Irani watu wameandamana usiku, wametoka. Iko siku tu, yani iko siku. Haiwezekani, iko siku, kwa sababu 80% ya Watanzania hawautaki utawala ulioko madarakani. Unawanyanyasa, unawaua, unawateka ndugu zao, unanyakua watu kama majambazi. Nani ataipenda serikali ya hivyo? Nani duniani ataipenda? Walikuwepo kina Noriega Panama, ambaye alishasoma historia ya Noriega Panama, wakunyakua hivyo. Wako wapi leo? Nchi wanaipeleka sasa hivi. Tanzania imekuwa Colombia ya kina Pablo Escobar, yanajinyakulia tu mtu. Polisi gani wale wananyakua watu? Hao kina Pablo Escobar hao. Wanapitana nini na Pablo Escobar kina Carlos wanaoteka watu? Hakuna serikali pale. Wale ni majambazi tu. Uwezo ukaja umenivalia maski unambeba mtu. Mbona hapa Europe mtu tena unaletewa barua kabisa, unakuja unakamatwa kabisa kistaarabu, na unakamatwa na polisi huku mnapiga story kabisa. Mimi nishanyakuliwa siku moja kwenye gari, tunapiga story kabisa. Yani unaongea huku mimi ni mtuhumiwa, lakini anaongea na mimi kabisa. Lakini nyumbani hata kama unaanza kupigwa tu, daily arrest, litandike, alafu baadaye unashinda kesi, ulipwi hata chochote. Kwa hiyo mimi ninachosema, sisi hapa tusinyamaze.
Hawa watu wana wasiwasi kwa sababu kesi inakwenda kuwafunga. Hii kesi lazima watakamatwa tu. Mmeona Trump kapeleka ndege mpaka Nigeria, ikatandika sehemu husika, alafu ikarudi. Hawa watu wasifanye viburi. Iko siku wakitunyanyasa sana, iko siku, kwa sababu sasa hivi dunia ni fupi sana. Watu wanalalamika kwenye mitandao, inasambaa dunia nzima. Siku hizi kila kitu kina translate. Iko siku hatuwezi kunyanyasika kiasi hiki. Utekaji ukiendelea, iko siku. Ndio maana kila siku nawaambia, wakati mwingine tukiwa 200 hapa, twende kwa nani kwenye mtandao wa Trump pale kwenye X, tuandike Trump tunanyanyasika, tuletee na sisi ndege, tuletee ndege kama Nigeria, tunateseka. Twendeni kila siku kwa Trump pale, kila siku. Tukifika watu 1000 tunaenda kwa Trump, tunakwenda. Kwa sababu wasitudanganye, Tanzania hata kama wanasema ni nchi huru, haina nguvu ya upawa wa kijeshi, haiwezi kapingana na NATO. Nigeria ina watu karibu milioni 300, lakini Trump kaenda na ndege lake. Nigeria ina watu milioni karibu 300. Sisi tuko milioni 70. Anaweza wakaja hata Ufaransa tuna nani, wakaja kutandika hapo na wakarudi. Lazima na sisi jamani, saizi tukiona hii hali, na sisi tutatafuta mbinu kwenye mapeji hayo. Na sisi twendeni kama walivyokuwa wanaenda wa Nigeria kwenye peji huko kulalamika kwa Trump. Na sisi twendeni, tunauliwa. Tutamtumia kaka yake Polepole, si huko kwenye jeshi la NATO. Tumwambie tuitafuteni website ya jeshi la NATO, tuwe tunaenda pale. Mimi nakwambia, ama rais mababe wanafatwagwa tu. Kipindi tuko wadogo, yule Bush baba alishawahi kwenda hapo tena Libya hiyo. Alishawahi kwenda. Hivi Gaddafi naye alikuwa na kaubabe babe kama hao wakina Samia. Miaka hiyo bado tuko watoto. Ambaye anaweza akakumbuka hako kakisa wa umri wangu anaweza akakumbuka. Alikuwaga hivi. Achana na hii Gaddafi aliyouliwa. Nyewe watoto 2000 hamjui kitu. Acha hii aliyouliwa. Kuna kipindi alianzaga ubabe huu kama wakina Samia. Lile libushi baba, sijui Bushi baba lile. Kati ya no Reagan, Donald Reagan, kitu kama hicho. Donald Reagan akaondoka baba na jeshi pale. Teknolojia ndio ilikuwa bado ndogo, lakini watu wakaizoom tu nyumba ya Gaddafi, wakacheza na Gaddafi tu, hapo wakarudi wakaua mwanae. Miaka hiyo unadhani hawa kina Mafere ndio watafurukuta hawa no tunyanyasa? Watu wanakuja tu juu kwa juu tu wanamaliza. Sio Clinton, zamani sana. Ilikuwa kipindi cha Reagan. Ingia kwenye Google utaona. Ni zamani sana. Clinton kaja juzi tu. Ronald Reagan alikuwepo rais anaitwa hivyo. Ni zamani sana. Alishamnyofoa. Hivi vibuli. Sisi tuendeleeni na nondo. Tukiwa tunakuwa kama 400, wakati mwingine tuendeni kwenye peji ya Trump, tunaweka vitu. Siku zingine tunaenda ile nani ya UN, tunamwaga ma comment yetu pale. Tunaenda na kwa yule nani wa yule Guterres. Mnamjua Guterres? Tunaenda na kwenye account ya Guterres. Tunaenda Guterres yule nini siana ni nani wa Umoja wa Mataifa. Tunaenda sehemu kama hizo. Hakuna jinsi sasa hivi. Hatuna mtetezi. Jeshi limeshakuwa la kisiasa. Hatuna mtetezi. Nadhani mnaelewa. Okay jamani, asanteni sana. Baadaye tena. Mbona kimya? Kuna usalama? Tupo kaka, tupo. Lakini sasa hatujajua kama wengine tumeruhusiwa tuendelee tu kuongea ama endelea kaka Sama. Sama amekwambia maliza, unasema endelee tena. Ulikuwa umelala. Mwandambo, nachoka. Alikuwa amelala wewe. Nachoka binti wa Mwandambo. Basi baadaye nitarudi tena. Asanteni. Naona mwingine yuko kaamka saa hizi. Ya jamani, naomba niongee na mimi kidogo, nimesubiria sana. Ama
Baadaye piga nondo Juju. Ya, mimi nataka niwaambie ndugu zangu, mimi nataka niwaambie sisi wala hatujafeli. Sisi wala hatujafeli kabisa, yani hatujafeli. Kwa sababu tena mkitaka kujua kwamba sisi hatujafeli, kumbuka kwamba sisi taifa letu la Tanzania halijawahi hata siku moja kufanya fujo ama kuleta vurugu ama kufanya kitu chochote cha kupingana na serikali kwa ukubwa huu ambao tulifanya. Kwa hiyo hilo jamani ndugu zangu tujipongeze. Ndio maana unaona mataifa mengi hayakutegemea hata sisi tulivyoenda pale ICC, yani kabisa wanatoka wakwambia Tanzania, yani wanashangaa kwamba kwa sababu sisi tulishaaminishwa kwamba nchi yetu sisi ni amani, nchi yetu sisi ni tunapendana, tunaishi in peace, yani tumekubaliana tu, chama kinatutawala miaka 10,000, sisi tuko tu, yani tulishawekea hivyo, yani tulishawajengea hawa nchi zingine kwamba sisi ni watu wastaarabu, ingawa ustaarabu wetu sisi ulikopo sio ustaarabu, ulikuwa ni uoga tu. Ule ulikuwa ni uoga. Wewe uweze kusema ni ustaarabu. Tulikuwa tunaishi kiuoga. Sasa kwa tulichokifanya jamani, sawa, wametuua, wameua watoto wetu, wameua vijana wetu, still haikuenda bure. Ilifanya watu wengi wafunguke macho. Wewe fikiria siku zote miaka yote tumeishi, CCM imetawala ikiwa na ubaya wake. Lakini hebu niambie, hicho kipindi chote watu walikuwa wana react kama hivyo walivyo react? Ama watu walikuwa wanafuatilia siasa kama hivi? Hakuna, haikuwa kwa ukubwa huu. Lakini sasa hivi mpaka mtoto mdogo anajua kwamba hiki kitu sasa hivi tuko ni kitu kibaya. CCM ni mbaya. Watu wanajitawala wenyewe. Wanalazimisha utawala, watu wanaenjoy keki ya serikali peke yao. Yani watu wanaenjoy rasilimali za nchi, watu wachache tu. Asilimia kubwa watu wanateseka. Asilimia kubwa watu wako duni, wako chini. Kwa hiyo watu sasa hivi wanajua hakuna mtu wa kumdanganya tena. Ni vile tu bado kuna kile kiuoga kwa wale walioyafanya ya kuua watu na nini. Of course uwezo kumwambia tu mtu haraka aende. Hapo vile tukumbuke kwamba hakuna safari ya kutafuta ukombozi, safari ya kutafuta ushindi ikawa ya lele mama, ikawa ya kinani tu ya legelege. Hakuna. Safari ya kutafuta ukombozi ni safari ngumu ndugu zangu. Ni safari ngumu sana. Kwa hiyo tusikae mefeli, acha watutanie tumefeli. Sijui mbona mjafanya, mbona mjatoka, safari ya ukombozi ni safari ngumu. Wale ndugu zetu waliokufa sio siri. Wale walifungua njia kubwa sana. Na sisi tutakuwa watu wa ajabu kama tukiendelea kukaa kimya, tusionyeshe appreciate kwa wao. Tusionyeshe kwamba jamani mlichokifanya hakijaenda bure, damu zenu hazijaenda bure. Lazima tutetee. Tutakuwa watu wa ajabu sana. Sisi ni wakati wetu wa kujitetea sisi na kulipa fadhila kwa ndugu zetu ambao walilala bila hatia. Jamani, maisha yanavyokuwa magumu hayawi magumu kwa mtu huyu fulani. Maisha yanakuwa magumu kwa watu sisi ambao tunaishi hapo, sisi ambao tumechoka, sisi wa daraja la mwisho. Hao wenzetu wachache ambao unaona mtu mpaka wanakuwa na mapesa ya kununua ma TikTok manini. Hiyo usifikiri ndugu yangu bilioni 1 au bilioni 2 ya Kitanzania mpaka unanunua TikTok. Hayo ni billions of billions. Yanatoka wapi? Yanatoka kwa mama wa sokoni, yanatoka kwa baba wa sokoni, wauza kahawa. Hawa ndio wanaminywa. Wao angalia hata mtu siku moja nimeona ule Tulia Jackson anaenda amemtumia mtu tukamwambia mama naomba hela kula, kamrushia. Hakuna makato, 0. Watu ndio wanaanza kushangaa, kumbe waheshimiwa hawana makato. Yani mtu anapewa karibu milioni 7, milioni 8 kwa mwezi, alafu bado hakati. Mimi na wewe hapa unamtumia tu mshikaji wako 5,000, 10,000, angalia makato yake. Yani wameamua kuaminya hawa watu wa chini vibaya mno. Vibaya mno. Yani watu wa chini hawana maisha. Gepu sasa hivi kubwa sana Tanzania la mtu maskini na tajiri. Zamani tulikuwa tena ile gepu la watu wa katikati. Nyumba zingine Bongo ulikopo ukienda yani mchana mtu akwambia si kwetu hatuli ugali, tunakula wali. Ilikuwa nomo kwa nyumba zingine. Lakini hebu niambie sasa hivi nani ana jeuri ya kuongea hivyo kwa sisi wa daraja la chini? Sasa hivi hakuna tena katikati. Yani sasa hivi either uwe juu ama either uwe chini. Ndo maisha. Na mtu wa juu hamkumbuki mwenye njaa wa chini. Au UVCCM wengi hawa kama hawa vijana wanalala kwao, wako kwao. Akiamka asubuhi baba ameondoka na VX, mimi nitaondoka sijui na G8 sijui. Yani hivyo, unaona? Wana migari, wana maisha yao. Tofauti na wewe mwenzangu na mimi umetoka kwenu huko Njili. Huko familia nzima walikupigia magoti kuombea, unakuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Haya umefika tu hata wajui hata unakula vipi, unalala sokoni, unalala wapi? Wewe ndo mjomba kabisa
beza shoka utoe hela, wewe sijui nani kafa, kila kitu ni wewe, kila kitu ni wewe. Afu leo uje hapa eti wewe useme CCM oe, walai wewe akili yako kidogo ndugu yangu itabidi tukupime, kwa sababu sio kawaida, sio kawaida. Hiyo ni CCM, hiyo VCCM ni ya watu wao wanalisishana kama Monarchy family, kama ufalme vile, baba mama nani. Ndio maana mnaona kule Chalinze kaanza babu kafika tababa, mtoto ataenda na wajukuu, wako hivyo. Sasa wewe mwenzangu na mimi lazima upambane. Wewe kama unajijua wewe ulikotoka hakuko na unakuwa wote. Na Juju, samani taarifa kabla hawa watu hawajaanza kushuka. Tunatoa taarifa toka asubuhi, tumekuwa tumefanya hivyo kuhusiana na akaunti ya Brother Ruge B Instagram. Kama wewe ni mzalendo na unahitaji mabadiliko, kuna mwanaharakati hapa huwa anapanda, anazungumza, anapiga nondo sana, anaitwa Ruge B. Amefungua akaunti ya Instagram ambayo itakuwa inafanya kama wanavyofanya kina Sativa, Nuruvazi na kina Mwaipaya, na ameposti vitu vingi sana. Na kama unahitaji vipeperushi vya maandamano kwa ajili ya kwenda kuvichapisha na kuvisambaza kuanzia asubuhi, usiku huu utakavyoona wewe inafaa, na upate design ya vipeperushi na ujumbe wako wote wa kuandika sehemu ambayo unaona unafaa, kama kwa kutumia spray, hivyo vyote, nenda kwenye hii page iko Instagram inaitwa Ruge B 2025, ka follow pale, ka share zile posti, weka comment na kulike sana, ili hii page ianze kutrend kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook. Tufanyeni hivyo jamani. Kama hujafollow hii account inaitwa Ruge B 2025, ni account ya mzalendo mwenzetu, amesema atahakikisha huu moto unakwenda, na kama tunavyojua hizi account wanapambana nazo sana, na hasa kwenye mitandao ya Instagram. Kwa sisi ni jukumu letu kupush hizi akaunti za wanaharakati kama hivi. Twendeni tukafollow hii page inaitwa Ruge B 2025. Tujitahidini sana wazalendo, tujitahidini kufanya hivyo. Bila sisi kushirikiana kwa pamoja, haya mapambano itakuwa ni vigumu kuyafanikiwa, lakini nina imani nguvu ya umma haijawahi kushindwa. Twendeni tukafollow hii page, twendeni tukashare, twendeni tukaweke comment zetu pale kwenye zile posti, twendeni kwa kasi sana. Dada Juju, asante sana, unaweza kuendelea. Wengine tunaenda sasa hivi dakika 2 tunatumia, tunakwenda kule kwenye hii page, tunafollow, tunarudi tena kuja kusikiliza nondo. Asanteni. Na iandika hapa sehemu ya comment hiyo page inaitwa Ruge B 2025 Instagram naweka hapa. Juju, endelea. Basi ndo hivyo ndugu zangu, tukafollow hiyo account, kwa sababu sisi wenyewe hapa tunajijua tunajijua. Wanatuandama sana. Wakishaona tu account imejaa, watu wanaanza kufunguka masikio, basi wanakuja wana block, tunakuwa tena hatuna mpaka tutegemee tena mtu mwingine. Unaona wengine tena wanatumia majina yetu haya mamluki. Misha kutana na hizi Juju kama 3 mpaka najiuliza, na wewe Juju, mimi jina langu halisi Juju, unaona so unaona tu kabisa kwamba ni hao yani watu wa kujaribu tu kutudistract. Na mtu unashangaa kwamba hasa wewe unajifanya kwamba yani unaona hii serikali ya sasa hivi iliyojiweka madarakani, serikali ya kiholela, unaona kwamba inafaa. Inakunufaisha nini wewe? Unaamka asubuhi kwa sababu tu umepewa 5,000 10,000, nenda kachambe huko kwa TikTok, wale wanaongea wanaipinga serikali, unakuja unachamba hiyo 10,000 5,000. Hata kama ni 100,000 200,000 umepewa, lakini umepewa hiyo 100,000 200,000 itakuwezesha wewe kwa miaka mingapi? Wake sisi hatuangalii leo tu, sisi tunagombania hapa future ya watoto wetu, ya wajukuu wetu, watoto wetu, wajukuu wetu, vizazi vyetu. Hatuangalii matumbo yetu tu ya leo. Umepewa hela hapa, umeenda umelewa, umekunywa, umeshiba, unaanza tukana we. What about your future? Vipi kuhusu kesho kutwa? Sio wewe tu na kizazi chako. Unajisikia raha gani wewe mtoto wako anasoma Kanumba, hata akiambiwa how are you haelewi ajibu nini? Na mtoto mwingine pale ambaye wanakula hela huko serikalini anapiga ngeli mpaka unajiuliza anasoma hapa, unaambiwa anasoma Arusha huko international, anasoma Moshi international. Wewe huna kitu na umelizika tu, yani umelizika tu. Ndugu yangu, wewe akili yako inabidi kweli ukapime kwa daktari, una shida gani kwenye ubongo wako. Sisi tuko hapa kujitetea sisi na vizazi vyetu vijavyo. Kwa ndugu zangu, sisi tupige moyo konde, tuendelee mbele, hakuna kurudi nyuma. Haya mambo wanaotuletea sijui wasanii Instagram, huyu kafanya hivi, huyu karuka kafanya hivi, msanii kajaza sijui wapi huko kajaza. Of course hela zenu hela za CCM wamepewa, ataacha vipi kujaza? What about me?
Mimi nina nini? Mimi nimejaza wapi? Mimi ninakula wapi? Kuna mtu ananilipia mimi kodi ya nyumba? Kuna mtu anampeleka mwanangu shule atalipa school fees? Hakuna. What about me? Kwa hiyo hii tuachane na haya mambo, huyu kafanya sawa, amefanya kwa sababu ameangalia mkono wa serikali umemuunga mkono, aendelee na mambo ya shughuli zake za kijinga, lakini sio sisi wengine ambao ni masikini. Kwa hiyo ndugu zangu, tusigeuke nyuma, tusonge mbele. Kwanza sisi tuko wengi na sisi tutawashinda. Na kwanza kama tunavyosikia huko majeshini washagawanyika, sijui wapi. Huyo rais mwenyewe anaishi lakini yani anatawala kama digidigi, hata aonekani, amejificha tu. Wana maisha gani? Hawana maisha kwa sababu wanajua mkono wa sheria uko mbele yao. Uko mbele yao. Sisi ule mwanasheria alituambia pale, mwanasheria wa ICC yule anasimamia kesi ya Samia alisema waandamane wasiandamane, sisi tunaangalia kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Hicho ndo tunajaji kuanzia hapo. Tuna ushahidi wote watu waliowaua. Kwa ndugu zanguni, hata sisi tunatumua vitishotisho vyao vingi. Who cares? Hii ni dunia ya kwanza, tuko mwisho kwa dunia ya kwanza, lazima tupiganie nchi yetu. Bila sisi haina maana basi sisi kuwa huku kama na sisi tutakuwa mabubu tu. Haina maana. Kuna faida gani? Kuna faida gani? Hii knowledge Mungu ametupa tuko huku, ina faida gani kama hatutaitumia? Ndugu zangu, lazima tusonge mbele. Asante, endelee mwingine. Mbona kimya kimetawala kaka C6? Karibu kaka. Mbona kimya kimetawala jamani tena? C6 karibu kaka. Mr. Sani, kabla hajaongea C6, hebu tusemeshe kidogo tukusikie sauti yako. Kwani nyie mmeenda wapi? Mbona mmekaa kimya hivyo? Why? Ui, majirani tumevamiwa au ni nini? Jamani, kwani simuongee hapa chini amsikiki au Godwin naye? Godwin karibu. Nakucha. Godwin. Moderator wewe unaipandisha hapa watu. Haya, wewe endelea. Amkomba social kaka C6. Huyu Sani pia unahitaji kushushwa au mimi sisikiki jamani, makelele yote haya? Wewe sio kweli. Wewe uliyepanda sasa hivi Imana. Yes. Karibu. Asante. Mimi nataka kwanza niwasalimie, nataka niwapongeze kwanza kwa kazi mnayoifanya. Lakini shida yetu ambapo sasa hivi tuko hapa ni kwa sababu sisi tumekosa umoja. Yaani tumekosa umoja, na hao watu wanachokifanya kazi kila siku ni kutugawa kwenye makundi. Lakini kama tukishajua nguvu yetu, sisi wananchi tunayo nguvu ya kuwaondoa watu wa kesho. Lakini shida yetu ni kwamba tunaogopana kwanza, halafu hatuna umoja. Na kila mtu anamtegea mwingine, anasema nani aanzishe. Lakini kama sisi tutajua kwamba nguvu yetu ni umoja, na kila mmoja ana wajibu wa kuitetea hii taifa, na kila mmoja ana wajibu wa kujitoa kwa ajili ya taifa lake, hawa tunawatoa hata kesho. Lakini kwa sababu tu ya woga, na kwa sababu wametutia hofu kwa muda mrefu, hofu tu ndio adui yetu. Yaani sasa hivi tunataka tuishinde hii hofu, kwa sababu hawa watu wakikutana na watu kama 20 tukalianzisha hata pale Mbagala au tukalianzisha pale Kariakoo, hawana uwezo wa kutudhibiti tena. Kwa sababu sasa hivi wenyewe wanaogopa, hawawezi kumshuti mtu hadharani, kwa sababu walikuwa wanashuti mwanzo, kwa sababu walikuwa wanajua wanaweza wakamshuti mtu na wakaficha ukweli, na hakuna mtu wa kujua chochote kilichoendelea. Lakini sasa hivi dunia nzima inaangalia Tanzania. Kwa hiyo wa Tanzania tuache woga na tuamue kabisa. Sasa hivi kila Mtanzania ajue kwamba yuko matekani. Na ukiwa matekani, njia yote unayoitumia kujikomboa kutoka matekani ni halali. Kwa hiyo hakuna njia ambayo ni haramu katika kupambana na hawa majambazi na hii serikali haramu. Kwa hiyo wa Tanzania tuamue kabisa kwamba kama tunaendelea na woga, basi ni kwamba tumekubali kuishi matekani maisha yetu yote, na hawa watu hawatatoka. Lakini kama tunajua kwamba tuko matekani na sisi ndio wenyewe tutakaojitoa kwenye mateka haya, basi ni lazima kila mmoja wetu aache woga, afanye lolote analoliweza kwenye eneo lake. Sio lazima ukutane na mtu mwingine. Kama unaweza kukutana, tafuta watu wawili ambao unawaamini, alafu mpange jambo lenu, mkafanye hapo hapo kwenye mitaa yenu, kwa sababu humo kwenye mitaa yenu kuna watu ambao wanawasupport hao wapumbavu, hawa CCM wapumbavu hao. Kuna hawa wenye kitu wa mitaa, kuna hawa sijui madiwani,
wamo mitaani kwenu. Kwa nini? Na wenyewe msiwafanye waishi kwa woga, wajue kwamba Watanzania hawataki. Yani hicho ndio kitu tunataka kutuma. Tunataka tume message kwamba CCM haitakiwi tena na haiwezi kuiongoza taifa hili. Kitendo walichotufanyia Oktoba 29 kimetuonyesha kwamba hawa watu hawako upande wa taifa letu na hawa watu hawajali uhai wetu. Sasa kama mtu hajali uhai wetu, anawezaje kujali maendeleo yetu? Ndio maana wanauza rasilimali zetu bila woga. Wanauza bandari, wanauza kila rasilimali tuliokuwa nayo. Na sasa hivi wanaweza wakaleta watu ambao hawajali mambo ya demokrasia kama Russia, wakaja wakapewa migodi yote ikachukuliwa. Na sisi hatuna cha kufanya kwa sababu hao watu hawana utu tena. Hawajali kwamba Tanzania inakuaje. Wao wanachokijali ni wao kuendelea kuwepo madarakani, ni wao kuendelea kupata 5% kwenye kila rasilimali wanayoiuza. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tuanze kuwa serious. Haya mambo ya kusema sijui unamwachia Mungu, haya mambo yameshapitwa na wakati tu. Tukiendelea kumuomba Mungu bila kuchukua hatua, tutaendelea kuwa watumwa. Sasa hivi Tanzania hamna, yani ukiondoa tu Catholic, Roman Catholic, makanisa mengine yote ni ya CCM. Yote ni ya CCM. Wamewateka, wameweka watu wao. Wamechashteka mahakama. Mahakama huwezi kupata haki yako. Polisi huwezi kupata haki yako. Majeshi yote ni ma-CCM. Alafu sisi tunategemea kwamba ipo siku hao watu watakuja kuachia nchi. Ni lazima Watanzania wenyewe waamue kwamba nchi ni ya kwao, na lazima wajue kwamba wajibu wa kuiondoa nchi kwenye mikono ya CCM ni wao wenyewe. Hakuna taifa lolote litakalotoka nje kuja kusaidia Tanzania. Kama Tanzania tutaendelea kuwa mazwazwa wa kuwasikiliza hao watu. Hao watu wanakwenda mitaani wanaitisha watu, wanawapa 1500. Hao watu kwa nini msiwamaki? Mwajue kabisa kwamba watu waliokwenda kwenye mikutano ya CCM ni watu wa hawa, na lazima muwashike, muwaulize, wewe kwa nini umekwenda kwenye mkutano wa CCM? Kwa nini Mwigulu Nchemba alivyoita mkutano kwenye mtaa wako umeenda kwenye mkutano wako? Lazima tuwasusie, muwasusie, kwa sababu hawa watu wanachokifanya ni propaganda tu. Wanajifanya kwamba wakienda wakakusanya watu, wanachukua zile picha, wanaonyesha dunia kwamba hawa watu bado wanaaminika na dunia, na watu wanafikiri kwamba wanaaminika. Hawa watu hawaaminiki hata mtu mmoja. Lakini kwa sababu ya propaganda, kwa sababu wameshateka vyombo vya habari, wameshateka yani kila kitu nchini Tanzania wameshakiteka, na wanakitumia wanavyokitaka. Na kwa sababu watu wamejaa hofu, hawezi kuwakatalia. Lakini lazima hii hofu tuishinde. Kama tunatamani kuishi kama binadamu kwenye nchi yetu, lazima hii hofu tuishinde. Kwa sababu kuishi chini ya utawala wa hawa wauaji ni sawasawa na kwamba umekufa. Kwa hiyo ni bora tujitolee, tuseme kwamba nchi ni yetu sote, tuwapambanie watoto wetu. Sisi wengine ambao tumefika zaidi ya miaka 40 tulifanya makosa sana. Na tulifanya makosa kwa nini? Kwa sababu wazazi wetu walikuwa wanatudanganya, wanatia uhofu. Huwezi kusema serikali, huwezi kumkosoa mkubwa. Hayo mambo ndio yaliyotufanya na mtufikisha hapa. Lakini kwa sasa hivi nyinyi Gen Z, msikubali kuishi kama sisi wazazi wenu tulivyoishi. Msikubali kulishwa ujinga kama sisi tulivyolishwa ujinga. Ni wajibu wenu wa kuitetea hii nchi. Hakuna nchi utakayokuwa huru kama huwezi kuwa huru kwenye nchi yako mwenyewe ulikozaliwa. Kama huwezi kupambana kuleta haki kwenye nchi yako, usitegemee utakuja kupata haki kwenye nchi nyingine ya ugenini. Kwa hiyo lazima tuache mambo yote. Vijana muache mambo yote, kwa sababu huwezi kufanikiwa kwenye nchi ambayo haifuati sheria, kwenye nchi ambayo haijali haki, kwenye nchi ambayo haijali uhai wa binadamu. Huwezi kuendelea. Hata wanaosema kataa maandamano ni wapumbavu tu, kwa sababu hawaelewi. Kwa sababu huwezi kusema ukataa maandamano wakati unajua kwamba kwenye nchi yako humo mtu tu anaweza kaamua leo akasema wewe kamatwa, wekwa ndani au uawa, na hakuna mtu atakayekutetea. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawaambia Watanzania, tuache mambo ya woga. Kila mtu amezaliwa mara moja na atakufa mara moja. Lakini ni bora ukafa ukiwa umesimama unapigania haki yako kuliko kusubiri uje utekwe usiku ufe peke yako. Kwa sababu hawa watu sasa hivi wanachokifanya ni kuteka mtu mmoja mmoja. Wanampoteza na maiti yake hutaiona. Lakini kama tukiandamana watu 20, hawana uwezo wa kuwa watu 20 sasa hivi kwa pamoja. Kwa sababu wanajua kabisa kwamba walichokifanya Oktoba 29 kinajulikana, dunia nzima inakijua. Kwa hiyo wakifanya jambo lingine lolote lile, dunia nzima itasimama na dunia nzima inawamulika sasa hivi. Yani kila kitu kinachofanya wanakiona. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, hawa watu wameisha shindwa. Sasa hivi tuko katika hatua nzuri sana. Sasa hivi kama ni kwa vile tu hawasemi, lakini ukienda kwenye bandari ya Tanzania mizigo imepungua kwa 60% au 70%.
imeshapungua kabisa. Ukienda watalii sasa hivi, watalii ni wa kuhesabika, hawazidi. Yani watalii kama walikuwa wanapokea watalii labda tuseme labda 10,000 kwa mwezi, sasa hivi wanapokea labda 1,000, na hao 1,000 ni wa kubahatisha. Hakuna mtalii anaweza kuja kwenye nchi kama Tanzania, hakuna, kwa sababu usalama wake hauko salama, kwa sababu hawa watu wanavyopiga risasi hawajali, wanaweza kumpiga mtu yote. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, ni lazima tuanze kuwa na uchungu, tuanze umejua tumelishwa sana mambo ya ombea, ndio maana watu tunakuwa tunacheka ovyo ovyo. Lakini kwenye mambo ya maisha lazima tuache mambo ya mzaha, tupambanie hili taifa. Hili taifa likisha kuwa chini ya uongozi bora ambao unafuata sheria, kila Mtanzania atakuwa na maisha mazuri. Kila Mtanzania anaweza hata kumiliki gari, kwa sababu ni kitu rahisi sana kumiliki gari. Gari sio luxury, gari ni kama basic need, ni kama vile maji. Lakini sasa hebu angalia, miaka 64 bado wanakuja wanasema tumezindua sijui bomba la kisima, wamechimba kisima cha maji. Waziri anakuja kuzindua kisima cha maji, alafu sisi tunasema amepiga mwingi wapi? Yani hivyo vitu, maji, barabara, sio vitu vya kupigia kampeni. Hivyo ni wajibu wa serikali yoyote. Hata ukienda huko Russia au huko North Korea, barabara zinajengwa, pamoja na kwamba ni madikteta, lakini barabara zinajengwa. Sasa kwa nini sisi wa Tanzania tunakuja tu tunatengenezwa tu barabara sijui kilomita ngapi hizo, waziri anasema tunajenga miundombinu gani? Wakati miaka 60 tutakiwa sasa hivi Tanzania nchi nzima barabara zote ziwe na lami. Wewe Dar es Salaam miaka yote hiyo hakuna sewage pipe, hakuna mapipe ya maji taka. Jiji la Dar es Salaam, hakuna jiji la Tanzania lolote lenye mifumo ya maji taka. Alafu kwenye kodi wanawatoza eti kuna taksi ya maji taka. Kuna kodi za maji taka, mnazilipa za nini? Kwa sababu ni serikali ya wanyang'anyi, ya wezi, yani wanyonyaji. Sasa wenyewe wameungana, alafu sisi watu maskini hatuna cha kupoteza, tunaendelea tu kusema kataa maandamano. Huo ni upumbavu kabisa. Unakataje maandamano? Mimi nawaambia hata nyinyi sisema nayo watumia kuteka watu, mkisha teka watu nyinyi mnakuwa ndiye target, kwa sababu wanataka nyinyi mkishateka watu wanajua ipo siku mtakwenda kusema ukweli. Mtaenda kusema nani amewatuma kuteka watu, na nyinyi mtatafutwa, mtauawa. Kwa hiyo Watanzania, mimi nachosisitiza ni lazima tuanze kutafuta namna ya kuaminiana, ya kutafuta marafiki ambao unawaamini, na muanze kufanya jambo lenu kuhakikisha kwamba hii serikali haramu inaondoka madarakani. Na hii serikali haramu haipati amani hata siku moja, haitulii. Kama ni kutangaza maandamano, tuwe tunatangaza maandamano kila wiki, ili hawa watu wajue kwamba Watanzania sasa tuko serious, kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba wanaweza wakatumia hizi propaganda na watu wakafikiri kwamba watu wanawaamini. Ndio maana juzi nimesikia eti lijambazi kama Makonda linasema eti Watanzania wameahidi kutoa milioni 100 kwa kila goli itakalofungwa na Taifa Stars. Mtanzania gani anaweza kushirikiana na jambazi linaloua watu? Mtanzania gani ambaye anaweza kuchanga ujinga?